Pole kwa msiba kaka. Msiba kwa wote, yani pole wote, hata nyinyi waandishi nadhani mmeondokewa na mtu muhimu. Kwa ni msiba wetu sote. Jinsi ambavyo ulipata taarifa, lakini jinsi ambavyo ulikuwa unafahamiana na Hashim Kambi enzi za uhai wake. Tumepata taarifa kwa watu ambao walikuwa naye karibu baada ya kuwa amepata tatizo, alianguka, kwa mujibu wa taarifa ambayo tulikuwa tumeipata, na tukaanza kupata taarifa kwa baadhi ya watu, tunapigiwa simu. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa yenye kushtusha sana, kwa sababu ni afadhali ukawa unasikia mtu ana maradhi, anaumwa na hali ya kuugua, lakini kwa wengi wanaofahamu hapa kati, Hashim Kambi alikuwa ameonekana sana kwenye matukio mengi sana, na hakuwa na udhaifu wa kuonyesha kama anaumwa, licha ya kwamba alikuwa na matatizo ya sukari, alikuwa na pressure. Hivyo vitu ni kwa sababu ya umri wake. Mara nyingi watu wenye umri ule wanakuwa navyo vitu, na tunatembea nao, tunakuwa nao, tunazunguka nao na tunafanya nao kazi. Kwa hiyo ilipokuja ile taarifa na hatuna taarifa za kuugua au za ugonjwa, kiukweli tulishtuka sana, na hii imewashtua watu wengi sana. Wengi hawakuamini, lakini tushajua watu wote tutaondoka katika ulimwengu. Kwa hiyo ni kazi ya Mungu, tunashukuru na tutamkumbuka sana. Na ni kitu gani ambacho kinatuachia kama alama kutokana na kifo hiki, lakini kwenye sanaa? Watu wanamfahamu Mzee Kambi mpaka sauti yake. Alikuwa ni mtu mpole sana, ni mtu ambaye hana makuu. Ni ngumu kusikia eti kuna mtu sijui kama yupo anasema amegombana na Mzee Kambi. Hata kama unamuudhi yeye, wewe ndio unamkorofisha yeye, bado yule mzee anakuwa yuko chini. Ni mtu ambaye ametupa elimu moja ya uvumilivu na namna kuishi na watu. Ni mzee mpole kama nilivyosema, muungwana na asiyekuwa na makuu. Kwa hiyo hilo tutamkumbuka sana Mzee Kambi, tutamkumbuka sana Mzee Kambi kwa sababu ya tabia yake. Kiukweli alikuwa ni muungwana, ni mtu wa kujifunza kutoka kwake. Dude, wewe ni mmoja kati ya watu ambao kwenye sini za utapeli ulikuwa ukicheza kwa kiwango kikubwa sana, lakini Mzee Hashim Kambi kwenye sini za kiaskari alikuwa anacheza kwa kiwango kikubwa sana. Kipi unataka kukizungumza? Mchakutana siku moja huko anacheza utapeli, yeye anacheza askari, na ilikuwaje kwenye sini hii? Bahati mbaya hatukukutana, ila nimewahi kucheza nafasi nyingine yeye akiwa askari kama ulivyozungumza, kwa sababu tumefanya naye kazi nyingi zikiwemo za filamu na series hizi tamthilia, tumefanya nyingi na mzee wangu. Lakini ile ya utapeli sijawahi kukutana naye katika tukio ambalo mimi niko upande wa utapeli au adui akiwa askari, ila tumewahi kufanya kazi mimi nikiwa kama nimeripoti tukio la kufanyiwa uhalifu mimi kupitia yeye kwenye series moja, kwa sababu tunacheza hizi kazi